Amen. Na kwa wakati huu ningetaka kumkaribisha mchungaji wetu Pastor Willy aje atuletee neno la Bwana. Pigieni makofi. Karibu sana Pastor, we appreciate you. Mshukuru Bwana ni mwema. Israeli nasende sasa. Waafrika wasende sasa. Fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele. We thank you, our Father. Mungu uliye Mungu mkuu, tunakushukuru siku ya leo. Hatuna Mungu mwingine wa kuabudu, kusifu, kuheshimu na kulipa sifa jina lake takatifu ila tu ni wewe Bwana. Siku ya leo Bwana tumeheshimika kuwa tumeketi mbele zako na tuna imani ya kwamba Bwana utakaponena utanena nasi. Tutajikabidhi kwako Bwana, ukanene nasi na ukatuongoze jinsi upendavyo. Mfalme, tunaomba ya kwamba kusiwe na chochote kitakachozuia mapenzi yako na neno lako Bwana kukolea mioyoni mwetu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana ukatuondolee pingamizi za aina yote. Nguvu zote za giza tunazikataa mahali hapa na kutangaza ya kwamba Bwana neno lako litainuka juu. Damu ya Yesu Kristo iliyomwagwa msalabani itanena mahali hapa na inene mema katika jina la Yesu Kristo. Moto wa Mungu utawaka katika haya madhabahu na ulete baraka na amani na furaha katika maisha yetu sisi zote. Asante kwa wewe ni Bwana Mungu kwetu. Tunakupenda na tunalipa sifa jina lako takatifu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Today is a Thanksgiving Sunday. Siku ya leo ni siku yetu ya kumshukuru Bwana. Siku ya Jumanne huwa tuna maombi mahali hapa kila siku. Na tulikuwa hapa pamoja na wengine na tulipokuwa tunaomba nikaanza kuimba wimbo wa lugha yangu ya mama. It's the song we sang instead of our hymn. Leo nikaanza kuimba huo wimbo. Nikafika mahali wimbo unasema kuwe mchana, kuwe usiku, macho yako yanaona duniani kote. Hey, nikasikia machozi kunitoka. Yaani Mungu hahitaji tochi. Sijui kama itakuwa kubwa kwako, lakini ilikuwa kubwa mno kwangu. Kuwe mchana, kuwe usiku, kwake Mungu kila mahali ni sawa. He sees everything. Na kwa sababu hii, hata kama kwa mfano mimi kwangu naweza sikia kwamba Mungu hafanyi jambo lolote na yuko mbali na mimi, ukweli ni Mungu yuko katika kiti chake cha enzi na anatawala. He is ruling, he is seeing the way things are happening. Hallelujah. Fungua nami kitabu cha Isaiah mlango wa 51. Isaiah 51. Mungu anafanya kazi pamoja nasi. Mungu yuko miongoni mwetu kila siku. Leo kupitia kwa neno la Mungu natamani niwaelekeze kumshukuru Bwana. Ili tusifike mahali tufikiria kwamba Mungu hajafanya jambo lolote katika maisha. Tusifike mahali tunaona safari iliyoko mbele yetu ni kubwa mno kiasi ya kwamba hatuwezi ifikia, hatuwezi kamilisha hii safari. But the far we have come, we have a reason to bless our Father. Hallelujah. Isaiah 51. Mstari wa kwanza mpaka wa 3 Biblia inasema hivi, nasoma kwa kimombo kisha nitafsiri. Listen to me, you who pursue righteousness and who seek the Lord. Look to the rock from which you were cut. King James inasema from which you are healed. And to the quarry from which you were healed. Verse 2. Look to Abraham your father and to Sarah who gave you birth. When I called him, he was only one man, and I blessed him and made him many. The Lord will surely comfort Zion and will look with compassion on all her ruins. He will make her desert like Eden, her wastelands like the garden of the Lord.
joy and gladness will be found in her. Hallelujah. Hii mistari michache niliyokusomea ni Mungu anayenena. Anawaambia wana Israeli, tazameni. Look, tazameni. Na mahali anapowaambia watazame, sio kwa msitu, sio kwa milima, sio mbinguni. Anawauliza, je, kuna yeyote katikati yenu anayeweza kutafakari jiwe mahali alitolewa? Hallelujah. And that will become the topic of today. The stone from which we were hewn. Jiwe mahali tulipotolewa. Je, miongoni mwenu kuna yeyote anaweza tazama na akumbuke mahali alitolewa? Wacha niwaelezee. Ukienda Kisii, kuna mahali wanachonga michongo. Pia Wakamba huwa wanachonga hii michongo. Wakikata kutoka kwa mwamba jiwe fulani, halina shape, halina rangi, halikai kupendeka. Lakini baada ya muda, sijui wanaitwa nini wao watu wanachonga. Mnawajua? The sculptors. Kwa Kiswahili sijui ni nini. Wanakalia jiwe chini, wanalichonga. Lile jiwe likiwekelewa nyumbani pahali pa mtu, au liwekwe kwa museum, au liwekwe nje ya hoteli kubwa fulani, watu wakilitazama, wow, the stone looks wonderful, good looking. Yani jiwe unatamani hata watu kupigwa picha nalo. Lakini hili jiwe linafaa likumbuke, halikuzaliwa vile lilivyo. Hallelujah. That stone came from somewhere. Ndiyo Mungu anamwambia, anawaambia na Israeli, anawaambia kupitia kwa mdomo wa Isaya, anawaambia msisahau mwamba, or the stone from which you are hewn. Msisahau the quarry. And I think natumia jina quarry. Wengi tuko hapa tukiangalia mawe ambayo tumetumia kujenga nayo hapa, yanakaa kwa flat, smart, straight, yanawekelewa, yanakuwa mjengo. Ukienda Darugo, ile siku tulienda kununua haya mawe, tulienda mpaka Darugo kule ndani, hakukai vizuri. In fact, unakaa if you are already our device, kabla uende kule funga nywele. The dust itself, haipendezi. Mahali pale hapapendezi. Unaenda kule chumba, magari zinaondoka zikiingia, kumejaa mchanga, vumbi kila mahali. Lakini lile jiwe likiondoka, lifike mahali hapa town, linakaa ni jiwe la dhamana sana. Hili jiwe likiwa hapa juu, linafaa likumbuke lilitoka Daru. Tumeelewa? Sasa shida iko hapa. The Bible says we are living stones. Kweli si kweli? Sisi ni mawe yaliyo uhai. Mbona sisi ambao tuko living stones, mawe yaliyo uhai, tunasahau mahali tulitolewa? Hilo ndio swali la Mungu kwetu. Ya kwamba unaweza fika mahali getheri ikose avocado, na hiyo iwe sababu ya kuleta vita sana kwa nyumba yako. Unasahau hata hiyo getheri Mungu ameweka kwa meza. Haleluya. Wacha nikukumbushe mara 2-3 hapa. Tazama, siku moja my mom, wakati hatukuwa na ng'ombe, anakodisha tulikuwa tunaita kuandikisha kakombe kamoja kwa mama fulani. Mnaelewa anaandikisha kakombe kamoja kwa mama fulani, tulikuwa tunaletea kakombe kamoja baada ya muda, kila siku asubuhi kakombe kamoja. Sisi tunapika chai asubuhi na watoto wamezunguka hiyo sufuria hapo wakiimba na nyimbo zao za asubuhi, kachai kanaiva. Kuna kitu inaitwa morale. I don't know whether you know morale. Wewe wazaliwa wa Nairobi, msielewa hizi vitu, hamjui unapika na stima na vitu zingine. Now, let me tell you what morale is. Morale is soot. Soot ni when you use firewood to cook, and then there happens to be something above whatever you are cooking. That smoke which goes up, it builds after some time. Inajenga inakuwa kitu black. Inajenga inakuwa kitu black. So sisi tunapoimba hapa, this thing decides to come down on our teeth. And this cup of milk is so precious to us. Sisi tunaangalia tu sura ya mama,
mama akikujika uso, anashiba sasa kakombe kimoja sasa. Watoto wangu wataraja. My mom is wise. Anasema watoto wangu msijali. Hii ni kama majani chai. Anachukua kando, sijui itakokera nini kwa Kiswahili. Sieve. Inakuwa sieve pole pole, unaweka kikombe, kila mtu kakikombe kadogo. Unapovuta hiyo kitu, sijui bangi inaojaje. I've never tasted bang, at least Mungu ameniokoa na hiyo. Lakini unapooja hiyo kitu, unasikia kutema, lakini ndio mama anakuangalia na macho anakuambia meza. Kikombe inaisha. Now when you sit in Nairobi, unaona watu wanachezea, tunaitwa sugar, wanachezea hivi maziwa ni mzaha, mpaka hata mama nasikia naoja vibaya, whatever. Mimi, I remember the stone from which I was healed from. Nilitolewa kwa jiwe gani? Kupata maziwa ilikuwa ni kazi. Mnafanya kibarua siku hizo ilikuwa shilingi 9. Tunafanya kibarua, tunaambiwa hiyo ni maziwa ya siku 3. Wow, mama yuko hapo anatoa sura baya, tabia hii hapana. Let me ask you, today when you complain about the tea in your house, when you complain about the food which is in your house, ati kuna some spices, mzee anaingia anasema, "Bana, Mungu wangu nitengenezwe 5 course meal." Oh, okay. Hukubuki ni wewe, haikuwa na course. Ngoja kwetu mnaita nini? In how many courses are those? Zinachanganywa zote, zinatokea kwa course moja. And here you are. Those who don't know what ngoja kwetu is. Ni ugali, ligota, ndani imejaa maroto. Maroto is the leaves from arrowroot. And those things, there are some who do other things. All those inakoroga inatokea kitu kimoja. And now you hear someone saying, "Hapana, Pastor Ichai unatupikia hapa. Inafaa iangaliwe. We need some experts working on this." We don't mind, but I tell you the truth, we have a stone. Hallelujah. We have a quarry from where we came from. Blessed be the name of the Lord. Today I want to show you those scriptures. How God uses stones as places of memory. Unajua mali tumetolewa na Mungu. Na hatutasahau. Kama wewe utasahau ni sawa. Sisi hatutasahau. Tunajua kulala njaa inamaanisha nini. Unajaribu kukaa. Unajua kwenda fasting na unakosa chakula inakuwa na neema. Tusikizane. When you are fasting and you don't have food in your stomach, there is grace for it. Lakini kama uko njaa na sio fasting, hakuna neema. Nakwambia unahesabu masaa ukiwa kwa kitanda. Unaambia usingizi, si mtafutane mkuje kwangu. Unaangalia mawe, wale waje count hizi. Unaona hizi laini za mabati? Kama huja hesabu za kweli. Kumbuka sisi tumehesabu. Unahesabu siku nzima. 1, 2, 3. Jogoo anawika wa kwanza, nasema hiyo ni kama sasa 10, saa 11 hapo sasa. Nasema tuko na masaa bado. Naenda ukifikiria asubuhi mtaamka mpate kiamsha kinywa. Yo mama anakuambia, "Enda pale chini pande hii. Kuna kamiwa nilikuwa nimebakisha uangalie kama kanaweza tutosha." Unaenda unaangalia miwa, unakuja unapata ni majani tu. Unang'oa zote, unaanza kukula kutoka kwa mizizi. Unakuja unaambia mama hakuna kitu. Kumbe umekula mizizi alafu unakuja nyumbani. If you don't know what mugukora is, some of these names I'm giving you, do you see these things? Young men wanauzaga huku kwa barabara za meno tumiti. Sisi hiyo haikuwa heshima. Ilikuwa ukikosa chakula unatafuta hizo vitu kwa msitu. Mimi mwenyewe I've hunted hao ndege wanaitwa sparrows. Unabeba tumiti unaenda ukipima hapa. Unarushia zingine zina alafu jioni unakuja bila. Samaki sisi tumeenda kuzitafuta kwa mto. Unatakula mpaka na bones. Sababu tumbo inasema let that your chop. Kinachoweza kufika kwa tumbo. 1999 was the climax of it. I'll never forget. I've given some of you the story. 1999 ilifika mahali my mom nikaona amechemsha kwa karibu mwezi mzima mahindi tu. Jioni nikuja mahindi tu imechemshwa. Jioni siku moja mimi nikifikia hiyo mahindi ni baya. Siku moja nikakuja nikapata hata mahindi hakuna. My mom akaniambia, "It's me and you, my son, there's nothing." Nikaanza kuimba kawimbo hivi. Visited another brother. Yeye ndiye aliniokoa. Alinipatia githeri na avocado. Na kuambia mimi nilikuwa nasikia Mungu ameshuka mwenyewe. Haleluya. Kwangu hiyo ilikuwa Bethel. Mungu ako pamoja nasi.
Nimeona malaika wakiteremka. Kwa nini? Githeri na avocado. Ndio leo ukinisabu githeri na avocado nikiwa nimetembea kwako, acha nikwambie hata mauna mbili itatoka kwa wingi sana. Hallelujah. Acha wana unangojea chapati na sijui nini. I know the stone from which I'm hewn. Hallelujah. The book of Joshua chapter 4. Joshua mlango wa 4. Israel wamefika katika nchi yao ya ahadi. They are at the boundary. Wako katika kivukio. Wako mahali wanavuka Jordan, wakishavuka waingie nchi yao ya ahadi. They are crossing Jordan River and then immediately waingie mahali Mungu alikuwa amewaahidi siku nyingi. Joshua chapter 4 gives us the instruction of God to Israel. Mungu akawaamurisha wana Israeli kupitia kwa Joshua, akawaambia fanyeni hivi. Joshua chapter 4, I'm reading from verse 1. The Bible says, when the whole nation had finished crossing the Jordan, the Lord said to Joshua, choose 12 men from among the people, one from each tribe, and tell them to take up 12 stones from the middle of the Jordan, from the right where the priests are standing, and carry them over with you and put them down at the place where you stay tonight. Verse 4. So Joshua called together the 12 men and he had appointed from the Israelites, one from each tribe, and said to them, go over before the ark of the Lord your God into the middle of Jordan. Each of you is to take up a stone on his shoulder, according to the number of the tribes of Israel, to serve as a sign among you in the future. When your children ask you, what do these stones mean? Tell them that the flow of the Jordan was cut off before the ark of the covenant of the Lord. Niluke, jump all the way to verse 21. Or can I read from verse 20? And Joshua set up at Gilgal the 12 stones they had taken out of Jordan. He said to the Israelites, in the future, when your descendants ask their parents, what do these stones mean? Tell them, Israel crossed the Jordan on a dry ground. Blessed be the name of the Lord. Mungu akamwamrisha Yoshua, wana wangu nimetembea na wao hiyo miaka yote 40 katika jangwa. Wakati wao wa kuingia katika nchi ya ahadi umefika. Na ni juu ni wewe Joshua na Caleb mlikuwa uhai saa zile niliwang'oa pale Misri. I want to have a new relationship with these people. Uhusiano mpya na hao watu. Ninapoingia waingiza katika nchi ya ahadi, sitaki wao wasahau mambo makubwa ndio watendea. Hiki kizazi hakikuwa uhai nilipowavusha Red Sea. So hawana ishara, hawajui vile Mungu anavyofanya kazi. Hawana indication ya kujua Mungu anaweza fanya mambo ambayo hayaeleweki machoni pa wanadamu. But I want to do a sign, and I want this sign to remain a memorial or a remembrance among them. Hii ishara iwe kumbukumbu miongoni mwao. Na Biblia inasema watoto wao watakapowauliza wawajibu hivi. So Mungu anawaambia nini? Akaambia Yoshua, kila tribe intoe mzee mmoja. Hawa wazee tutakapokuwa tukivuka Jordan River, on the right side of the ark of the covenant, mkiwa katikati ya mto, on the right side, kila mzee achukue jiwe. When I was in class 8, mwalimu mmoja akatufunza, mwalimu wangu wa CRA. Alitufunza hii hadithi, lakini alichanganya mpaka nikasahau, nikajaribu kukumbuka hii hadithi baadaye. Jua alituambia atiwaliwaambiwa wabebe hiyo mawe ili baadaye ikuwe mkate. So yule aliyebeba kubwa basi ikakuwa mkate kubwa baadaye. Baadaye najaribu kutafuta katika maandiko mahali mawe ilikuwa mikate na sahau na kosa. But one day I read this text. Joshua waambia watu kila familia ibebe jiwe. Iwakilishe kila familia, every tribe of Israel wawakilishwe wakabeba mawe. When they got to Gilgal ni mahali baadaye patakuwa mahali pa kuwekwa kutolewa sadaka za kwake Mungu later on in years. When they got to Gilgal wakaweka yale mawe chini. Mungu akawaamrisha vizazi vijavyo, when the future generation comes and they ask you, haya mawe inamaanisha nini? Kwa nini wao watakuwa wameona Jordan imeondoka? Hapana. Mungu akawaambia haya mawe yatakuwa kumbukumbu kwenu
familia zenu zote, this will be a sign to you that the ark of a covenant did not swim over the river. The ark of a covenant did not fly over the river. The ark of a covenant ilipitia ardhi iliyokauka. In short, Jordan iliondokea maji, iliondokea sanduku la agano ili sanduku lipite mahali palipokauka. This is a sign. Ishara kwenu na vizazi vyenu ya kwamba Mungu anao uwezo wa kuyafanya mambo ambayo hayaeleweki. Hallelujah. Now mark that. That is the story I want you to keep in your mind as I go through the rest of the service today. Mungu huwa anatutolea ishara ya kwamba yuko pamoja nasi. Na hata kama utafika mahali katika maisha yako uone ya kwamba Mungu hayuko, kumbuka ishara fulani Mungu aliyokutendea, ikiwa ishara ya kwamba ako pamoja na wewe siku zenu zote. Tunacheza na vijana, nilikuwa nimealikwa niwasaidie shughuli fulani za kazi. Kijana ameshika panga, mimi nikarushwa. Sijui kama naweza ifikia. If you touch me on this side, hapa hivi, you can feel a spot. Haionekani? You can feel a spot hapa. Nilirushwa juu, nikikuja napata panga imesimamishwa hivi na mtu ameishika panga imekaa juu hivi. Kichwa changu kateremka pale. Nikasikia kama panga imeguza jino. Then nikasimama. Yule mama alikuwa amesimama kando juu, aliona chenye kimefanyika. Alipiga duru. Alitarajia nimepasuliwa hapa, niko kichwa nusu pande na kichwa nusu pande. Alipiga duru. Akaniangalia, anajaribu kutafuta mahali kuna ishara nimedungwa. Hakuna. Nakwambia aliinua, huyo kijana alikuwa kijana yake. Alimuinua makofi vita mlizo. Mwambia hapana, achana yeye. Mungu amenilinda. I was around 15 years those days. Ninapokumbuka hilo jambo siku ya leo, nakwambia kweli wa mambo, hilo jambo ni jiwe kwangu. It is a sign that the Lord has rescued me and he will rescue me in the future. Yule mchungaji anayesimama mbele zako ameona bunduki zimeelekezwa katika kichwa chake. Na hizo bunduki zote haziko na mpango wa kunifanya niabudu. Haleluya. Unajua bunduki sio keyboard. Haleluya. Tunaelewa? Bunduki sio keyboard. Wazee watatu wawili wako na pistol, mmoja ako na AK. No, bunduki zimenizunguka. Mara historia mrefu ikaanza. For the next 4-5 hours niko mikononi mwa wakora. Hawakunidhuru. Leo niko hapa niwashuhudia kwamba kunaye Mungu anayeokoa. Hallelujah. So why should I forget the stone that God built in my life? Hallelujah. Hilo ni jiwe ambalo sitahau siku zangu zote. Na nawaambia hivi ili nanyi mkumbuke. Kuna nyingi naweza waambia vile Mungu alivyoniokoa nikiwa head boy wa shule yetu, vijana wanataka kuniua. Mungu kwa njia zake za kimiujiza. If you tell me today that God does not speak, I will remind you that day I was in Kiabuge High School. Nikwambia hiyo siku mimi nilikuwa kijana ambaye hana shughuli na hajui mambo mengi katika maisha, sijaokoka hata mwaka mzima, lakini nilisikia sauti ya Mungu peupe. Kijana yangu, ondoka. Kuna watu wanakutakia mabaya na kabla hii saa meeting iishe watakumaliza. Mimi nasikia sauti, nashangaa imetoka wapi. Nikachukua vilango vyangu nikaondoka. Wengine wanajua hiyo story. Nikivuka upande ule mwingine ndio niona kuna vijana wamechechemuka, wameamua wanauliza ameenda wapi. Ndio hao bio wanakimbizana mimi. Hawakuniona, nikavuka mambo ile nyingine. Mungu akaniokoa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwangu haya ni mawe Mungu anazidi kuyaweka. Mchungaji wangu, kila mahali nakumbuka ni kama unaona kama utasahau, ninakuwekea jiwe. I put a stone for you. Ukiwa kwa nyumba unasikia kama chakula hakijatosha vizuri na sijui nini, unakumbuka ile jiwe ni mimi nilikuwa pamoja na wewe. And if I was with you, I will be with you till the end of times. Hallelujah. Should I remind some of you the days you went through trouble? Wazazi mlio hapa, ulimwitia Mungu mara ngapi ulipokuwa unamtarajia akupatie mtoto? Leo amekupa mtoto kama ishara ya kwamba ako pamoja na wewe. Je, ugali ni nini? Kama Mungu alikupa mtoto, ugali ni nini asikupe? I'm asking, kama Mungu alikupa mwanadamu mwingine akaubika tumboni mwako bila kujua anaubika kivipi, jiulize, wewe unakula avocado, yeye anatoa mifupa. Have you ever thought about this? Unaelewa? Kwa avocado zako na zile vitu unakula juu karanga
tunazita cravings. Wewe ukitafuna hizo, Mungu anatengeneza mifupa. Baadaye akatokea kila mtoto. Kama Mungu alikupa mtoto, my question to you is, je, kukupatia kazi ni nini? Just giving you a job. Blessed be the name of the Lord. Do not forget the stone from which you were healed in Jesus' name. Tusisahau Mungu alipotutoa. Wacha niwape mifano mitatu kwa haraka sana. Hii mifano mitatu inawakilisha mambo matatu tofauti. Ya kwanza, Samueli wa kwanza mlango wa 7 mstari wa 12. First Samuel chapter 7 mstari wa 12. Biblia inasema hivi, then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen. He named it Ebenezer, saying, this far the Lord has helped us. Basi Samuel akalichukua jiwe, akaliweka katikati ya miji miwili. Kwa mfano, katikati ya Nairobi na Thika. Akaliweka pale either katikati ni wapi? Juja, wakai Ruiru. Kati ya Nairobi na Thika ni wapi? Haya, mnajua. Mungu akachukua jiwe katikati ya Nairobi na Thika, akaliweka pale. Sio Mungu, Samueli akaliweka pale. Akasema mpaka mahali tumefika, Mungu ni Ebenezer. Nisikize siku ya leo. The first stone you need to look at in your life is the victories that God has already given you. Hii hadithi inaongea juu ya vita ambavyo Mungu alishindania Wanaisraeli kupitia jamaa, kupitia huyu mtumishi wa Mungu anayeitwa Samueli. Kulifanyika nini? Samueli ameitisha Wanaisraeli kondoo aliyemchanga, akamchinja, akamtoa kwake Mungu kwa dhabihu. Kisha baadaye Wanaisraeli wakampata neema na nguvu kutoka kwake Mungu kuwachapa Wafilisti, wakawaua moja baada ya mwingine. Samueli hakumaliza maadui wa Israeli, nisikize. When he fought the Philistines, the Jebusites are still on there. The Moabites, by the time unafika chapter 14, hata hawa Wafilisti tena wamerudi tena. Lakini Samueli kabla amalize vita, kabla maadui waondoke wote, anasema angalau hizo vita tayari tushapigana, tutashinda, Mungu amekuwa pamoja nasi. Haleluya. Nisikize siku ya leo. Kama leo unyongo na pepo vile ulivyokuwa unanyongwa ukiwa mchanga. Kama leo ulali na unaamka na scratches, na kuambia kama zile ndoto zilibaki ni za nightmares, angalau for the victories that God has given you, give praise to our God. Hallelujah. Wengine wenu mlizaliwa familia zilizo na uchawi, ushirikina, uganga, mazingaubwe, vituko. Leo uko hapa umeokoka, unamsifu Bwana. Uko hapa tukiongea mambo ya vitu zingine unasema angalau hizo vitu sisi kwetu tushavuka huko. Zile nanyang'ana nazo ni zile maadui zangu za biashara, maadui zangu za familia, maadui zangu wanaoleta shida katika afya yangu. You have some few other battles to fight. I am reminding you today, for the victories that God has given you over witchcraft, sorcery, divination and all the others, give praise unto our Father. Hallelujah. Usisahau, Samueli hasemi hii jiwe ni ishara kutosha ya kwamba Israel hamuna maadui tena, maisha yenu yako amani, kuanzia leo hamuna pigana vita. Hapana. Samuel is saying hii vita ambayo Mungu tayari ashatupa, mji mmoja Mungu ametushindania, kabla tuufike ule mji mwingine, hapa katikati tuko na sababu ya kutoa sifa. Hallelujah. May I hear someone say a better amen? Amen. Are there things you're looking forward for in your life? Kunayo mambo ambayo unayatazamia katika maisha yako? Tafadhali nakuomba siku ya leo, yale tayari ushapata vita, ushindi mkubwa tayari, litoe jina lake sifa Mungu. Hallelujah. Give praise unto our Father. Kumbuka kumpa Mungu shukrani na sifa za moyo wako. If God has already given you some victories. Kwa mfano, tuongee tu kwa mfano. Unasema pengine huna kazi, lakini hii wiki nzima si umekula. Hallelujah. You know how many people wamerudi kijiji mwao juu Nairobi mwakataa, na wewe uko Nairobi. Wazazi tulio hapa, unajua wazazi wangapi wametarajia na kuomba Mungu awape mtoto? Wewe uko na watatu, angalau usiwaamke kila siku unaangalia, unafunua huyu meno, unasema
sawa. Mungu nakushukuru juu ya shida ya huyu mtoto. Haleluya. Because you know, kuna wengine waliingia hospitali wakitarajia mtoto miezi 9, wakatoka na mtoto hana miguu. Vitu kubwa kubwa na nyingi huna, angalau mahali umefika, sema Bwana, sina mambo mengi katika maisha. Angalau hata jet na ndege sina. Lakini Mungu huja ni nyima miguu. Na safiri nikaenda kazi na narudi jioni. Pia Mungu siku zingine huwa unanihurumia, unanipa fare ya nauli ya matatu nalipa na inarudishwa nyumbani. Mbona nilete kelele kwako nikijua ya kwamba mimi saa zile naenda kulala chini juu ya kitanda, kuna mwingine anaingia kwa culvert analala pale. Ask yourself, wenye wana manyumba, hii mvua yote inanyesha usiku mzima leo. Imenyesha, wewe kausikizi kana pepeto kupepeto. Hiyo kakereke kama bati ni kausikizi kama kana pepeto kupepeto, unasikia ulale zaidi. Hata ibada imechelewa lakini unaamua ulale. Kuna mwingine naona hii maji ya barabara, gari zikichapa maji kiruka hivi, lazima akae akichunga. Kwa nini? Mahali inaruka ni kitanda yake. Hallelujah. Am I talking of things that you don't see in Nairobi? Unaziona? Kama hujaziona niambie nikupeleke mahali kwingine. Nilianza kufanya kazi huko Grogon, River Road na huko juu. Nakwambia nilikuwa nafika Grogon. Jamaa, the last time aliona maji tukivuka mwaka ule mwingine. Naelewa, sio tukuona maji ya mto, hapana, anakaa black, kichwa, miguu, kila mahali, kinyozi ya juu inakaa nini. Na anaishi tu, akipata chakula yeye wewe ulitupa, ana dance hapo kwanza. Amepata carrot kamekatwa nusu katatupwa nje ati juu imekauka huko pande nyingine. Hiyo carrot ni chakula kwake. Yet you have someone here who is saying, oh God, mimi niko tu kwa bed sitter, si unipeleke 2-3 bedroom. Oh, sina shida na wewe kupeleka 3 bedroom, lakini angalau for today give thanks because of what you have in Jesus name. Do not forget the stone from which you are healed. Number 2, nenda bio kidogo. Hiyo ni nimesoma ya kwanza ni ya Samuel. Inayotuonyesha kwamba mahali tumefika ni kwa mkono wa Bwana. Number 2, Genesis chapter 31 verse 45 to 55. Hii sitasoma, nitaenda tu nimepita. Ukisoma hii hadithi utawapata watu wawili walio wa jamii moja. Mmoja anaitwa Laban, mwingine anaitwa Yakobo. Na hawa wawili walikuwa na mabishano sana. Ikafika mahali mpaka Yakobo akatafutwa na his uncle anayeitwa Laban, akamkimbiza. Siku moja wakapatana, wakasema wacha siku ya leo isikuwe kama siku zingine zote. Tutaweka mnara wa mawe, we'll put a pillar of stones, ili iwe ishara ya kwamba jamii zetu zimesikizana kuanzia siku ya leo na hatutagombana tena. Ili hata ndugu zetu wakisikia siku moja kama wanaweza tuchokoza, wafanye sisi tupigane. When you look at the pillar of the stones, we can easily say between you and me there is no fight. Ya pili ni ushindi mkubwa ambao Mungu huwa anatupa katika jamii zetu. That is the second one. Ushindi ambao Mungu huwa anatupa katika jamii zetu. The victories we receive in our families. I ask of you today, are there things you can look at amongst your people and say, oh, Mungu mahali ulitutoa. Mbona tukichezea Mungu ushangae nini kinafanya sisi mioyo yetu bubukijikwe na furaha? Ni juu tunakumbuka mahali Mungu alipotutoa. Today mimi sipendi kuona kahawa, pengine nione ya Java. Kahawa sioni, sitaki na sio shida. Mpaka kuna wengine ni waliniuliza, unajua wafanyikazi wenzangu wengine wametoka nchi tofauti, wananiambia hey, your father was a coffee farmer, hey, would like to go to that coffee farm. Nauliza mimi kahawa. You don't know what I'm talking about. Ukiwekelea gunia ya kilo 70 kwa mabega, alafu uambiwe utembee kilomita 6. Na hizo kilomita 6 sio tabarare, unaenda hivi, unateremka hivi. Unaenda hivi, unateremka hivi. Saa hizo mvua iko juu. Mwamvuli hakuna. Juzi nilikuwa najaribu kufunza watoto wangu mwamvuli za siku zetu, hawakushika. Na waambie hii banana leaf, ulikuwa unashikanisha mbili. Unawekelea zimeenda nyuma hivi. Hiyo ndio mwamvuli. Daddy, what do you mean? This one. I know the stone from which I'm healed. Hallelujah. Najua jiwe mahali nilitolewa.
One day I wrote my mama in SMS. Nimwandikia nikilia machozi. Nikumbuka yote ambayo tumeyapitia hasa mimi na yeye. Alipopata ujumbe wangu akaanza kusoma pole. Alianza kulia yeye mwenyewe. Hakuna mtu ameambia mwingine. Tunahadithiana tu yale mambo yaliyopita na zile mambo tulipitia siku zetu za udogo. Naandika tu hapa na mwambia mama, unakumbuka hizi. Unakumbuka hii siku nyingine. Unakumbuka hii. Ulikumbuka hii. Yakobo ulitembea kilomita 28 kuja kuniletea Dufia Kagema High School na Doma. Ukapata watu wamepaka magari zao, magari kubwa huko. Sisi ili tuondokee aibu, tunaenda kakona ya uwanja huko chini ya cedar tree, tunajificha hapo tukule doma zetu na chai bila sukari. Tunakula hapo. Tunahali na mama namwambia asante kwa kunitembelea, narudi kwa class, anarudi. Nimwandikie hizo mambo moja baada ya nyingine, akaanza kulia. Mimi kwenye nilikuwa pia nami nalia. Na kuna mtu anaambia mwingine. The day we met, and that message you wrote was so touching. I know what it meant. Has God given your families victories? Are there battles you are no longer fighting that you don't need to think about them anymore? Kwani mlifanya kazi kama watu watumwa. Leo umeajiri wengine wafanye ile kazi. You don't have a reason to thank God. Blessed be the name of the Lord. Let me stop there. The third one, ya mwisho. Genesis chapter 35 verse 14. Kuna mawe mengi katika Biblia, siwezi yapitia yote. Genesis chapter 35 verse 14. Vinasema hivi, and Jacob set up a stone, Peter, at the place where God had talked to him, and he poured out a drink offering on it. He also poured oil on it. Jacob called the place where God had talked to him Bethel. Hii ya mwisho ni ishara ambazo ni mawe ambazo huwa tunaweka zinatukumbusha siku ambazo Mungu alitutembelea. Nisikize hapa kabisa. Sio siku zote utaishi ukihisi uwepo wa Bwana. Okay? It's not every day that you feel like, and God is here. God is here. And you feel physically that God was present with you. Sio siku zote. Lakini kunazo ishara hapa na pale ambazo huwa zinakuambia na hii siku Mungu alikuwa miongoni mwenu. I don't have a time, but I've given you a story between me and Minister Jordan. Kuna siku Mungu alitembelea, nywele zetu zikasimama kichwa. Na tukaapiana, tulinyamaza. Nobody talked to each other. Tukanyamaza, mahali tulikuwa tulinyamaza, tukatembea safari, tukatembea. Tukifika huko mwingine tunatulizana, kuna kitu umesikia? Kuna kitu umefeel tukiwa mahali fulani? God was physically with us. We could feel Mungu yuko. Hizo siku ambazo Mungu huwa anatembea kwa hiyo njia, zinafaa unaweka jiwe la kumbukumbu kwako. Ile siku utakaposikia ni kama kumekauka na Mungu ameondoka, ni kama huna Mungu, unakumbuka ile siku. And God was with me that day. There are many days my hands imewaka kama moto. Siku moja tunasafiri na my wife kwa gari, tunaelekea kazini, tunaomba kwa gari kama desturi. Tunaomba asubuhi kwa traffic, tunaomba. Tukiwa pagani na mwambia mikono yako saa hizi iko moto. God is right in this car. Yuko hapa. Moto. Nasikia moto, hata nikiinua mkono hivi nasikia ni kama inaganda. Mungu yuko pamoja nasi. Sikiza. If I get to another day, nimeomba kufunga na kula, nimepiga magoti kwa nyumba mahali pengine, nimeomba siku nyingi, na nikose kusikia kama Mungu hayuko pamoja nami, nafaa nikumbuke siku kama hizo. A day when I encountered God, and this was a sign that God is with me. Musa alipotokewa na Mungu katika kichaka kilichomeka, when the bush was burning, alipotokewa na Mungu, kuna ishara mbili Mungu alimuonyesha. Mnazikumbuka? Mungu akamwambia, jambo la kwanza, uko na kijiti katika mikono, weka chini. Akaweka chini, ikakuwa nyoka. Akaambiwa shika kutoka umukia, kijiti kakuwa kijiti tena. La pili, akaambiwa Musa, weka mikono kwa mfuko. Akitoa inakaa white.
white kama mtu akona those days ilikuwa inaitwa lipos. Mikono inakaa white yote. Akaambiwa rudisha mikono nyuma, akarudisha, akatoa, iko sawa. Akaambiwa sasa ondoka. Mungu alikuwa anamfanyia sarakasi. Mungu alikuwa anamwonyesha hizo ishara hii ziwe tu za kawaida. No. The day I was being ordained to become a pastor, that is the day I was asked, katika maisha yako, is there anything you can refer to and you say, on this day I had a special encounter with God? Nikasema ndio. Hapo hiyo itakuwa ishara kwako. Siku zako zote utakapokuwa unahubiri na hata hakuna mtu mmoja anaokoka, kumbuka hiyo siku iwe ishara kwamba Mungu yuko pamoja na wewe hata kama hufeel. Unanielewa? I'm speaking to somebody here today. There are days you were filled with the Holy Ghost. Ukanena kwa lugha. Hallelujah. Ukanena. Let me tell you today. Saa zima sikia mdosi wako anasema nitakufuta kazi. Wacha nikwambie, kumbuka ile siku ulijazwa na lugha, ukumbuke ya kwamba vile Mungu alivyokuwa na wewe alipokuwa anakujaza kwa roho. Vivyo hivyo ndivyo alivyo na wewe saa zile mdosi wako anakuambia nitakufuta. Hallelujah. The third one proves to us there was an encounter we had with the Lord, and therefore we put a stone, tukaweka mwamba au jiwe liwe kumbukumbu kwetu. Kila mahali tutakapotembea kuna siku moja ambayo Mungu alikuwa pamoja nasi. Kwa hivyo siku zote za maisha yetu, mahali popote tutakapokwenda, tunakumbuka there is a day we had an encounter with the Lord. Hallelujah. As so many of my testimonies huwa zinanikumbusha kwamba hata ukifika mahali usikie ni kama uko kivyako, uombe usikie kumekauka, usikie ni kama mapepo ndio inakujibu maombi yako. Kumbuka zile siku ambazo uliomba ukaona malaika wakishuka, uliomba ukaona macho yako yakafunguka. Kuna mambo mengine post election violence ikifanyika 2007, tulikuwa tumejifungia hapa Ruiru, kuna prayer center iko hapa. Tukiomba tunaomba in turns. Huyo anaamka anaomba, akilala anaamsha huyo mwingine. Tunaomba. Tukiwa kule ndani ndio tukaambiwa kuna post election violence. Mimi nakumbuka peupe, Mungu akifungua macho yangu, naanza kuona vitu za green, mashamba, watu wakiishi na amani, mambo yakielekea vizuri. I actually called Mrs. Pastor Jola. Nikamwita nikamwambia, kuna mambo Mungu ananifungulia, kuna mambo mimi naona katika roho. Sasa nikuulize leo, nikisikia kuna watu wanatabiri maovu juu ya nchi ya Kenya, do you think I will believe them? Yet I know there was a day I encountered God and He told me what He has for this country. Blessed be the name of the Lord. Mimi naamini ripoti ya Mungu. Hallelujah. On whose report shall you believe? I choose to believe the report of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Naomba katika maisha yako uanze kukumbuka kumbukumbu za mawe ambazo Mungu alikuwekea ili kila siku saa zile unaona kama kumekauka, unakumbuka, on this day I didn't work too hard, but God sent me customers from nowhere. Hallelujah. On this other day I even didn't do any business, lakini mtu akaja akanipa pesa bila kufanya kazi yoyote, akanibariki tu. They blessed me. Blessed be the name of the Lord. Hizo ni siku zinafaa ziwe mawe kwako. Anakuwekea moja pale, moja hapa, ingine pale. Kila siku unapoona hizo mawe, inakuwa ni siku yako ya kushukuru Bwana. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Naulize kanisa, je, mnayo mawe katika maisha yenu? Mawe ya kifamilia? Kunazo mambo unaweza angalia katika familia yenu useme na kweli kabisa the Lord has favored us. Hallelujah. I don't have time to mention all the things about our family. Yale mambo tulipitia yalikuwa mawe ambayo nikiyakumbuka siku ya leo, I tell God thank you. Wengine wenu Mungu ameondoa katika hatari. Shida zinatokea ila watu wanafutwa, wewe unabaki, au kunatokea jangwa, kunatokea accident, kunatokea mambo fulani mabaya, lakini Mungu anakunusuru wewe. Je, kwako hilo sio jiwe? Isn't that a stone? Blessed be the name of the Lord. I pray that you shall reflect on the stones that God has given you in Jesus' name. Siku ya leo ni siku ya kushukuru Bwana. Najua watu wanauliza, how do I thank God? Psalms. Let me quote for you this. I think you can go there with me so that I can wrap up with this. Psalms 116. Nitampa nini Bwana wangu Yesu kwa mema yote
alionitendea, nitampa nini Bwana wangu Yesu kwa mema yote alionitendea. Ameniokoa, amenikomboa, ameniahidi uzima wa milele. Ameniokoa, amenikomboa, ameniahidi uzima wa milele. Psalms 116 verse 12 through to 19. I'll read it quickly. I'll only point to 3 things and we'll close. What shall I, Psalms 116 verse 12 to 19. Zaburi 116 mstari wa 12 mpaka 19. What shall I render to the Lord for all his benefits towards me? I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord. Now in the presence of all his people, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. O Lord, truly I am your servant. I'm your servant, the son of your maidservant. You have loosed my bonds. I will offer to you the sacrifice of thanksgiving, and I will call upon the name of the Lord, and I will pay my vows to the Lord. Now in the presence of all his people, in the courts of the Lord's house, in the midst of you, O you, O Jerusalem. Hallelujah. Je, nitampa nini Mungu, Bwana Mungu wangu, kwa mema yote aliyonitendea? Mwandishi wa Zaburi anaandika mambo matatu. This is how we render or we give back to God our thanksgiving. Kabla nifike hapo, niulize, mtu mkubwa kuliko wewe akikutendea mambo mazuri na mengi na makubwa, huwa unamshukuruje? Ask yourself, if the president of this country was to come here and donate to you a car, akupe gari, raisi utampa nini? Kama ni mwenzako, unatafuta kile anapendanga sana, unampikia, unamkaribisha. Wengine wenu, kama ni jamaa simama nawe katika harusi yako, nawe unasema siku yake ya harusi, gown mimi nitanunua. Sasa shida iko hapa. Yule aliye mkubwa kuliko wewe utampa nini? Hallelujah. Someone is greater than you. All the things you think you can give him, he has them. Sikiza. Zaburi ya 50 inasema hivi, Mungu hata akiwa na njaa hata kuja kwetu kutuitisha chakula. Meaning those things you think you can give to God, he is bigger than you. If you cook ugali, he owns all the ugalis in the world. If you say Mungu nitakupatia ng'ombe 2, he has 1,000 cattle na him, ni zake. The Bible says. So what shall you render? This is why the psalmist is asking. Sasa Mungu, kwa mema yote uliyonitendea, how can a man repay God? Let me quote this for you quickly. I will not read, but you can go read it in the book of 1 Chronicles chapter 17 verse 6 to 22. 1 Chronicles chapter 17 verse 16 to 22. It is also repeated in 2 Samuel chapter 7 verse 18 to 29. Hizi maeneo mawili, Daudi alifika mahali akauliza Mungu, what am I? Who is man? How can man? Mungu, you are so good, so sweet. Anasema hivyo kwa nini? Daudi ametamani kumjengea Mungu hekalu, lakini naambiwa Mungu anakuja anamwambia nabii Daudi, Mungu amesema hapana, hutajenga hekalu. Baadaye Daudi kucomplain, alibujika mbele zake Bwana na shukrani, asking, who am I that you could speak to me in such a way? Mimi nilikuwa tu tamani, I just desire, but you said your servant come to bring a message to me, come and tell me what to do. Mungu, who am I? Can a man thank God enough? If today you have to take 1 hour, uwambie Mungu nitakutajia mambo yote uliyotaja. By the time unapumua ya mwisho, unavuta ndani kitu inaitwa oxygen. Anakuambia hata hiyo nimempatia, anza kurudisha shukrani. Bwana Yesu asifiwe. How can a man give thanks to God? Unaangalia mishipa, taja tu viungo vyako vya mwili. Mungu anakuambia figo inafanya kazi. Asante. Nywele hii Mungu haitaondoka, imebaki mahali nilipata, iko sawa. Mungu asante. Miguu yako Bwana nikitaka kuinua imeinuka.
kwa ajili ya Mungu. Unataja kufikiri umemaliza, unaanza. Kuna vitu vingine unasahau. Unasahau ukiwa primary school ni Mungu alifanya yule kijana asikutoboe. Alikuwa na mipango mibaya, but God rescued you. Ask yourself, do you know how many demons we deal with on any single day? And God is able to deal with all those demons in an instance. Yakobo hata ujui, umelala tu, Mungu hahitaji torch kuja kukuangalia, but he rebukes them from wherever he is and you are safe. How shall a man give thanks to God? Daudi anasema hivi. Kuna mambo mawili utafanya. Matatu. Ya kwanza, nitainua kikombe changu cha wokovu, nilisifu jina lake takatifu. Meaning, taking up our cup of salvation. Ni vigumu sana yeyote ambaye hajamjua Mungu na kuokoka kuelewa ya kwamba yale mambo wanayo enjoy katika maisha yanatoka kwake Mungu. Wanaweza sifiwe. Oftentimes, wale ambao hawajaokoka, they credit themselves. Naona hii nywele yangu, ni venye tu najua kuchagua salonist. Oh, okay. Kuna watu wao ni salonist na wana nywele. Kama unafikiri ni salonist anatengeneza nywele, kumbuka ni Mungu aliumba. Haleluya. Mimi naona hii figara niko naye ni vile najua kuchagua chakula. Kuna kitu inaitwa keto, hiyo ndio nakula. I know how to balance. Oh, okay. Kuna watu wamekula hizo vitu vyote na mwili inazidi kujiongeza yenyewe. Haleluya. Wakijaribu kupunguza inaongeza, wakijaribu kuongeza inapunguka. Haleluya. They are okay. Blessed be the name of the Lord. Give credit to whoever has done it. And the first and initial step is offering your life to Jesus. Hallelujah. Huwezi sema unaweza mshukuru Bwana ili hali moyo wako uko mbali na yeye. Offer your cup of salvation. And there are more details about this, but because of time, let me not go to the details. The cup of salvation. When we take communion, the Bible says, receive this with thanksgiving. 1 Corinthians 11. Pokeeni kwa shukrani. This cup, which was the blood of Jesus poured out on our behalf, damu hiyo Mungu kwa niaba yetu, tukinapoipokea, we receive it with thanksgiving. Tunaipokea kwa shukrani. I will take up my cup of salvation and bless your holy name. Number 2. He says twice in this psalm, I will pay up my vows. Nitalipa ahadi zangu zote kwako Bwana. Kuna watu na naomba umesikie sasa. Salimu zile ulikuwa katika uchungu wa kupata mtoto, ulimwahidi Mungu mambo makubwa. Mungu ukifanya nitoke hapa, nitakufanyia hiki. I'm asking you today, did you pay those vows? Mungu niko na mtihani ulio mbele yako. Ukipata nifanye vizuri, nipita huu mtihani, nitakufanyia hiki. Okay, did you pay those vows? Mungu kuna tenda na tuko wengi na wengine wanaokompiti na hii ni wako na mambo mazuri kuliko mimi. Kuna uwezekano wao watachaguliwa. Lakini ukifanya nipite, I'll give you this. Do you fulfill your vows? Wengine wanasema Mungu naenda interview kesho. Na ukifanya nipite hii interview, nipate hiyo kazi, mshahara wa kwanza wote nitakupa. So a preacher friend of mine nilisikia akisema saa zile mshahara iliingia, aliuliza Mungu, si Mungu unaweza ridhika na tithe? Tithe nikitoa tithe itakuwa nzuri sana kwako. Is that what you vowed? Is that what you promised God? Sasa zile ulikuwa mgonjwa. You know, hata mimi wanajikumbuka. Sasa zile ulikuwa mgonjwa umelazwa hospitalini au mahali pengine popote. Ukiwa kwa kitanda unaambia Mungu, na nikitoka hapa siku za kwanza 2-3 nitafunga nikwambie ni asante kwa yote uliyonitendea. Have you fulfilled your vows? There is a reason in this church why we don't insist on people making vows. Because the New Testament approach is different. My request is this. Do like this man called Jacob did. You can go read the story. I will not read Genesis chapter 28, verse 18 to 22. Genesis chapter 28, verse 18 to 22. Alipoweka mawe pale Bethel, Biblia inasema he vowed. Akamwambia Mungu, naondoka naenda kwa andiko yangu Laban. Na nikienda kule nifanikiwe nipate mali. Fungu la 10, 10% of what I will get, I will give to you. I vow. Blessed be the name of the Lord. So tunapoweka mawe, tunapopata kumbukumbu ya yale Mungu ametutendea, the second response we should have is to remember, na nikiwa primary school, nilikuwa naona mtu anaenda uchi. Nasema Mungu utakaponipa mali, hakuna mtoto nitaangalia tu hivi na suruali yake imeruka. I'll buy children those shorts. If you have not done it,
The psalmist is reminding you, pay your vows. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. La mwisho liko mstari wa 17 linasema, I will offer to you a sacrifice of thanksgiving. Na hili nitamaliza nayo. I will offer to you a sacrifice of thanksgiving. Sasa Mungu huwa anatutendea mambo mengi na makubwa. Ni vizuri ya kwamba tunakumbuka kuna sadaka za kumshukuru. Agano la Kale, kitabu cha Walawi mlango wa 7 umetaja hili jambo sana. Leviticus chapter 7. There's a difference between the burnt offering, the sin offering, na zile sadaka zingine zote, the grain offering zenye zilikuwa zinatolewa. Burnt offering ilikuwa inachomwa yote pale nje. Sin offering vile vile inatolewa pale nje na inachomwa yote, inakuwa jivu. Thanksgiving offering was part of what we call the fellowship offering. Fellowship offering, mlikuwa mnamchinja kama ni kondoo, zile sehemu zilizo nono ziko na mafuta, mnaziteketeza mbele zake Mungu, zinaenda zikiwa manukato mazuri mbele zake Bwana. Lakini hii nyama ingine yote mnatengeneza barbecue, mnachoma, mnaitengeneza. The rule was mnaikula mkiwa mmeketi mbele za Bwana kama ni ushirika pamoja na Bwana. You are having fellowship with God. Zile zingine agano jipya haziko. Sin offering, we no longer do sin offering. Kama kuna dhambi ulizozitenda, Yesu aliposulubishwa msalabani, Waebrania inasema he became sin for us. Akachukua dhambi zetu sisi zote, tuko huru. But hii ya thanksgiving, fellowship is what God is calling upon us to do. We come and commune with him. Tuje tule na tukunywe mbele zake Bwana, tufurahie tukiwa mahali Mungu yuko. Siku ya leo naomba katika jina la Yesu Kristo, kama zile ziko na mafuta zishachomeka kule nje, hii ingine ingia nayo nyumbani mwake Bwana. Haleluya. Keti kikaoni chake Bwana, kula kunywa na kunywa, kula na ukunywe ukiwa mbele zake Bwana, as you have fellowship with him, as you rejoice. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Baadhi ya zile Mungu ametupa, a section of what God has given us, and we come with it to the house of God for thanksgiving. Kumwambia Mungu mwaka mzima, Januari mpaka sasa, maajali ni nyingi zimefanyika Nairobi. Mimi si kichukua mmoja wao. Mungu mwaka huu wote kuna watu wako Kaneti, wengine wako Australia, wengine Langata. Wengine hawakukosea makosa yoyote. Walikuwa katika shughuli zao zinaendelea, lakini wakakamatwa pamoja na wengine. Leo wako na kesi. Mimi sina kesi. Mungu nakushukuru. Kati ya watu ambao hii nchi ambayo imewapoteza, wengine wameporomokewa, wengine manyumba zimewaangamiza, wengine ni madega zimewaangusha, wengine magonjwa tofauti zimewapata ikawadoa, lakini Mungu kwangu umenipa uhai, niko mzima. I'm coming before you with a sacrifice of thanksgiving to let you know I'm grateful for what you have done. Blessed be the name of the Lord. Naomba sisi sote tusimame mbele zake Bwana. Shukuru Bwana ya kwamba hata kama ulikuwa katika majanga tofauti, pengine ulilazwa hospitali, lakini Mungu akakuondolea yale yote. Tutampa nini Mungu wetu? Tutamshukuru kwa nini? But we will lift up our cup of salvation and bless his holy name. We will pay up our vows. We will thank him for what he has done in our lives and redeemed us by his own blood. Baba, kwako tunatoa sifa, kwako tunatoa shukrani Mfalme. Tunasema ni asante kwa kutupenda na kutujalia maisha. Asante Mungu kwa kuwa ulituokoa katika maajali. Asante Bwana kwa maana tulikuwa na maangamizi katika maisha. We had distractions, we had diseases, we had fears, oh God Almighty, but you rescued us from them all. Kuna wengine Bwana umewafanya wakasurvive vita, wengine Bwana waligongwa lakini miili yao haikuumia, wengine wakaanguka lakini siku ya leo wamesimama. Asante Bwana kwa maana umewavuta wengi kwako. Wengine hawakujua, familia nyingi ziliishi katika giza, lakini siku ya leo Bwana umeokoa sisi, ukaokoa watoto wetu, ukaokoa our siblings, wazazi wetu Bwana, wanakujua. Siku ya leo tunakutolea sifa na shukrani kwa maana tumeona mkono wako katika jina la Yesu Kristo. Wengi wetu Bwana walienda hospitalini wakitarajia watoto, wakatoka wakiwa wameshika watoto mikononi mwao. Siku ya leo tunaona watoto wetu Bwana wakitembea wakiwa na afya. Tunakupa sifa. We thank you for our children. We thank you also because of our
our country, oh God Almighty. Nchi nyingi Afrika na duniani kote ziko na vita, lakini Bwana sisi umefanya tukadumu katika nchi iliyo na amani. Hata kama maadui zetu Bwana walituingia siku nyingi, siku ya leo Bwana tunaishi kwa amani. Tunakupa sifa, tunasema ni asante. Umetupa chakula kama nchi mfalme, umetupa hewa safi. Wengi wana kazi Bwana wanazozifanya katika mikono yao Bwana. Tunakuheshimu kwa yote uliyoyatenda Bwana. Siku ya leo Bwana, vinywa vyetu vinabubujika na sifa kwako, kwa kuwa haya yote ni matendo yako katika jina la Yesu Kristo. Yawezekana Bwana hakupata kazi tulizozitarajia, lakini Mungu ukatufungulia njia zingine. We thank you for that which you did in the name of Jesus Christ of Nazareth. Umetupa kibali machoni mwa wakubwa na wadogo. Umefanya Baba sisi tunawili katika jina la Yesu Kristo. Na kama kanisa Bwana, tunakushukuru kwa maana kwa sauti yako ulinena ukatuahidi mambo makubwa, na siku ya leo umeyatimiza. We want to thank you for that which you have done for us. Imela okaka oekelua imela ezemo. Oh God Almighty. Ama wimbo huu wimbo pamoja nami kwa kifupi. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Oh, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Furaha umenipa, amani umenipa, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Oh, niseme nini Bwana, Baba, tuseme tukiwa mbele zako. Watoto wetu wanasoma kila siku. Oh God, umetupa miliona afya, tuseme nini Bwana, bali tunashukuru. Niseme niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme our Heavenly Father and our God, in the name of Jesus, we want to gather here as a church and say thank you unto you, O God. You have redeemed us from the mighty grace. Father, you have defeated our enemies, O God. You have given us victory after victory in Jesus' name. You have healed our diseases, O God. You have clothed our bodies, Heavenly Father. Every day we rise up and we go out, and in the evening we come back, we lie down. We want to thank you, Heavenly Father. From December, January, even unto today, oh God Almighty, we have seen your hand year after year, month after month, oh God. There are battles you have fought on behalf of our families. Lord, we want to say thank you. There are victories you have given us and as a country, Kenya, and we want to bless you today for that which you have done, oh God Almighty. We want to say thank you because as a church, you have established us and built us up, oh God Almighty. To you belongs praises. To you belongs glory. To you belongs honor. To you belongs majesty. To you belongs all thanksgiving because you deserve it, oh God.
Heshima, utukufu na sifa zote ni zako Bwana. Pokea sadaka zetu siku ya leo Bwana za shukrani. Pokea sadaka za vinywa vyetu Bwana. Pokea sadaka za mikono yetu. Tutakuheshimu tukisema ya kwamba pale kazini ni kwa mkono wako. Chakula tunachokila ni kwa mkono wako. Nyumbani tunapoishi Bwana ni kwa mkono wako. Nchi hii ni kwa mkono wako. Yote yamefanyika sababu ya mkono wako. We bless you and give you praise. In Jesus' name we give thanks. Put your hands together, praise the name of Jesus.